Moja kati ya vitu ambavyo vinakuwa vinaumiza kinoma noma ni pale ambapo unapata taarifa ya kuondokewa na mtu wako wa karibu kwa namna yoyote ile. Imekuwa hivyo pia katika tasnia ya muziki kutoka kusini mwa Tanzania mpakani kabisa huko washikaji zangu, ambapo msanii ambaye alikuwa anafanya muziki wa hip hop, bongo flava na raga anaitwa Joma Laza amefariki dunia tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Kwa nini amedondoka katika info za Blenga? Kwa sababu ni miongoni mwa wasanii ambao mpaka umauti unamkuta. Yeye ni miongoni mwa watu ambao wanaweza wakastahili kusema kwamba muziki niko na udai pesa mingi sana. Kwa nini? Miongoni mwa wasanii ambao wamewekeza nguvu kubwa, fedha kubwa na kila aina ya moyo alishautoa katika muziki ili aweze kufanikisha kufikia pale ndoto yake ambapo alikuwa anaiamini, lakini pia ili kuhakikisha sanaa ya muziki kusini anaitoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ni Joma Laza. Daima nimekuwa nikimuita Maladha kwa sababu amekuwa na radha tofauti tofauti katika muziki, and of course hakuna ambacho hajakifanya katika huo muziki kwa level yake kama msanii ambaye alikuwa anajipambania kutoka wilayani huku, au so bana. Na historia yake sio ndefu sana kwenye safari ya muziki, lakini yes, inaweza kuwa ndefu kwa vile ambavyo utapata mtu mzuri ya kuweza kuisimulia historia yake. Lakini mimi nakumbuka mshikaji kabla hajaanza kuimba alikuwa ni dancer, ashafanya sana shows za dancing na ashavunja sana kwenye majukwaa tofauti tofauti. Final leo tuko naye na ugonjwa wa ini ndio sababu kubwa ya kuweza kukatisha maisha yake. Moja kati ya vitu ambavyo inawezekana wewe na mimi tukavikumbuka na kuvienzi kutoka kwa Joma Laza ni namna ambavyo alibadilisha sana yake kufanya biashara. Wakati anafanya poa katika music kutoka wilayani Masasi, aliona kuna haja ya kuitambulisha Masasi katika brand ya t-shirt. Akaja na Masasi kiganjani na t-shirt nyingine tofauti tofauti ambazo alizipa majina, na ilikuwa ni brand kubwa kinoma noma hapa mjini, na and of course watu wengi walikuwa wametinga news hizo na maisha yakawa fresh kabisa. And of course pia alifanya biashara kwa sababu ilikuwa ni brand ambayo ni kubwa, alipromote, alifanya uwekezaji mkubwa na ikafanikiwa kumrudishia fedha kiasi chake. Lakini kingine kizuri cha kumzungumzia Malaza ni miongoni mwa wasanii wachache kutoka kusini mwa Tanzania ambao unaweza ukaweka pale kuweza kufanikisha kukamilisha album na kuilaunch kwa ukubwa huo, au so bana, na kufanikiwa kufika katika masikio ya watu. Yes, alifanikiwa kufanya hivyo Malaza. Kuna nyakati pia alirelease albamu yake na ikafanya poa kinoma noma. Baadaye pia ni moja kati ya wasanii ambao alitumia kalamu yake kuandika shughuli nyingi za kitaifa, za kiserikali, za kijamii. Hakuwa msanii ambaye utamkuta kwenye nyimbo za mapenzi. Alikuwa ni msanii ambaye utamkuta katika kila aina ya nyimbo kulingana na wakati na mitikasi ambayo ipo kwa muda huo. And of course pia alikuwa ni msanii wa watu, yani washikaji zangu. Sina imani mpaka umauti unamkuta kaa kuna mtu aina yoyote amepishana kwa namna yoyote ile, lakini alikuwa ni mshikaji ambaye akiona kuna vitu haviko sawa, yeye anakuvutia